Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema yupo tayari kushiriki mazungumzo na Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa. Haya yanakuja baada ya rais huyo wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron kusema kwamba sasa Umoja wa Ulaya unapaswa kukaa chini na kufanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin baada ya miaka minne ya uhusiano mbaya kati ya Umoja wa Ulaya na NATO dhidi ya Urusi na kushindwa kumalizika kwa vita nchini Ukraine. Mataifa magharibi ambayo yametetea Ukraine tangu mwaka 2022 tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine yalianzisha vikwazo vingi, lakini pia kutoa silaha nyingi pamoja na fedha kwa ajili ya Ukraine, na lengo lao lilikuwa ni kuishinda Urusi. Lakini ndani ya miaka minne hayakuweza kufanikisha malengo yao, na hivyo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaona njia pekee iliyobaki ni mataifa hayo kushiriki katika historia kubwa ya kumaliza vita vya Urusi na Ukraine vilivyodumu kwa miaka minne ambavyo wao walikuwa washirika wa utoaji wa silaha. Hayo yanajiri baada ya kushindikana kuchukua fedha za Warusi, lakini pia kutokana na misimamo ya Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema sasa kutokana na maombi ya Emmanuel Macron ya kutaka kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, yeye yupo tayari na anamkaribisha bwana Macron. Ikiwa kuna utashi wa kisiasa wa pande zote, basi nia ya kiongozi huyo wa Ufaransa inaweza kutathminiwa vyema, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema. Hapo awali Macron alisema kwamba itakuwa muhimu kwa Ulaya kuanza tena mazungumzo na rais Putin wiki zijazo. Yeye Macron alisema alikuwa tayari kuzungumza na Putin. Hapa pengine ni muhimu sana kukumbuka kile rais alisema wakati wa mstari wa moja kwa moja. Pia alionyesha nia ya kushiriki katika mazungumzo na Macron. Kwa hiyo ikiwa kuna utashi wa kisiasa wa pande zote, basi hii inaweza tu kutathminiwa vyema, Peskov alisema. Mazungumzo yanawezekana yanapaswa kuwa jaribio la kuelewa misimamo ya kila mmoja, sio mazoezi ya mihadhara. Kiongozi wa Urusi yuko tayari kuelezea misimamo yake kwa undani na mara kwa mara, aliongeza Dmitry Peskov wakati akielezea hali ya mambo iliyopo baina ya watu wa magharibi pamoja na Urusi. Rais Putin mara kadhaa alieleza akiweka wazi kwamba misimamo yake imebaki pale pale. Yuko tayari kwa ajili ya mazungumzo na watu wa Ulaya, isipokuwa ni wao wenyewe ambao wamejitenga dhidi ya Urusi na kuiona Urusi kama taifa ambalo halifai na taifa lenye kiongozi katili, Rais Vladimir Putin. Na hivyo wakati huu Rais Putin, kutokana na kwamba anafahamu vyema tayari ameshawashika pabaya, yupo tayari kufanya mazungumzo wakati wowote na mataifa hayo, na anaamini mazungumzo hayo yataweza kuleta tija katika kupelekea kumalizika kwa vita kati ya jeshi lake la Urusi dhidi ya jeshi la Ukraine. Hata hivyo mataifa hayo ya magharibi yamekuwa yakihisi kwamba Urusi huenda ikaanzisha vita vikubwa dhidi ya NATO ama taifa lolote katika Umoja wa Ulaya, jambo ambalo Urusi imelikanusha mara kadhaa. Na hata katika siku ya Ijumaa wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari, Rais Vladimir Putin alikanusha madai hayo akisema kwamba Urusi haina mpango wa kuanzisha vita vyovyote dhidi ya taifa lolote la NATO, lakini pia ili amani iwepo katika mataifa ya Ulaya kwa ujumla, lazima nchi za magharibi ziwe na heshima mbele ya Urusi, alisema rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kupata habari kupitia The World News.